Karibu sana mtazamaji kikaoni. Siku hii ya leo tuko na Josiah Luoga, katibu mwenezi wa mafunzo itikadi wa Chama cha Mapinduzi kutoka hapa mkoani Njombe. Niko naye hivi leo kwa ajili ya kujadili mengi yanayohusu maendeleo pamoja na siasa katika taifa letu. Josiah, karibu sana. Asante sana. Na mimi ni Dickson Kanyika. Basi kwa takriban dakika 30 hivi tutajadili mambo kadha. Nikukaribishe tuweze kuungana pamoja katika kuhakikisha kwamba tunakusogezea matangazo haya. Kumbuka Njombe TV, Halo TV pamoja na Digital News Tanzania tunakusogezea matangazo haya kila wiki kwa kuhakikisha kwamba tunakuletea mgeni mmoja. Josiah Luoga, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Siasa ndani ya chama zinaendelea sana. Sawa. Ni penji ya chama mwenyewe unaona. Sawa, kwa ufupi sana tufahamu hali ya siasa mpaka sasa katika mkoa wetu wa Njombe ikoje? Hali ya kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi imetulia sana. Na shughuli zetu za chama zinaendelea kufanyika kama kawaida. Na vikao vya ngazi tofauti kuanzia mashina mpaka mkoa vinaendelea kufanyika kwa kalenda yetu ya chama. Ndio. Lakini kubwa tunaendelea kujiandaa na mindset za wanachama na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Njombe. Sasa najielekeza kwenye jambo kubwa la kitaifa, kushiriki uchaguzi mkuu unaotegemewa kufanyika Oktoba 2020. Sawa. Hali ya kisiasa ndani ya chama kwa vizuri. Okay. Lakini hali ya kisiasa nje ya chama chetu nafahamu ndicho chama kinachotekeleza ilani yake ya uchaguzi 2020-2025. Na tuna mambo ya kuyafanyia Watanzania wa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo bado viongozi wetu tuliowapa ilani, tuliokabidhi ilani kwa maana wabunge, waheshimiwa madiwani wanafanya kazi yao vizuri sana kuhakikisha kwamba wanapeleka yale ambayo tuliwaahidi wananchi 2020 yatenda kwa miaka mitano. Mwaka 2020 ilani ambayo ilikuwa na kurasa 303 hivi, mkapata nafasi ya kwenda kuinadi kwa wananchi na wananchi wakawapa nafasi ya kuweza kuisimamia serikali kuweza kutekeleza yale ambayo mliwaahidi wananchi mtayatekeleza. Kwa tathmini tu ya awali, pengine ni kama asilimia ngapi hivi katika mkoa wa Njombe ilani hiyo imeweza kutekelezwa? Kwa mkoa wa Njombe ni zaidi ya 100%. Yale ambayo yote yaliahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi hasa kwa mkoa wa Njombe tumetekeleza. Okay. Wananchi mashahidi. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo tumetekeleza mpaka kuzidisha, kwa sababu kuna mambo ambayo huenda hayakuwa kwenye ilani, lakini kwa umahiri na uwezo wa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kwa uwezo wa wabunge wa majimbo yote 6 na wabunge wawili wa viti maalum mkoa wa Njombe, lakini kwa uwezo mkubwa wa waheshimiwa madiwani wameyapeleka serikalini na yametendewa kazi. Kwa mfano, jambo moja kubwa sana, ulipaji wa fidia wa bilioni 15 na milioni 400 pale Ludewa, ni miradi mikubwa mkakati Chuchuma na Liganga. Ni jambo ambalo kwenye ilani lilielezwa kawaida, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake wamelipa fidia kwa wananchi kisha. Na mnajipongeza kwa hilo. Kwenye maeneo mengi kwenye mkoa wetu wa Njombe umetekelezwa. Kwa mfano, barabara ya zege ya kipande cha kilomita 50. Naam. Kutoka Lusitu kwenda mpaka Mawengi, zaidi ya bilioni 180 zimetumika. Hayo ni matokeo makubwa sana ya utekelezaji wa ilani kwenye miundombinu ya barabara. Lakini unafahamu kipande cha Itoni mpaka Lusitu Okay. Barabara kutoka Njombe Ramadhani kwenda Makete, mwenyewe unapita sasa kwenda Makete watakuwa tumia siku 2 mpaka 1.5 mpaka siku 2. Sasa hivi ni takriban saa 1 tu na nusu. Kwenye hiyo barabara ya Ludewa zikaja taarifa kwamba mkandarasi ametelekeza mradi, amekosa fedha. Hapana. Ni propaganda tu za kisiasa, lakini ukweli ni kwamba serikali kwanza imeshamlipa mkandarasi fedha asilimia za awali. Okay. Na kwa sasa tulikuwa tunasubiri hali ya hewa ikae vizuri. Tunaona sasa hivi mkandarasi yuko site anaendelea na kazi, na alikuwa anafanya kazi ndogo ambazo anaweza kufanya wakati kipindi cha masika. Tufahamu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa maneno yanaweza yakawa mengi ili kuonesha tu kwamba Chama cha Mapinduzi kwa namna moja au nyingine kimekwama, lakini ukweli tumefanya kazi kubwa kwenye afya. Tumejenga vituo vya afya vya kutosha kwenye mkoa wetu wa Njombe. Tumeboresha miundombinu ya hospitali zetu za wilaya. Kwa mfano Ludewa, fedha zaidi ya bilioni 3 zimeingia pale. Sawa. Makete, Wanging'ombe imejengwa hospitali ya wilaya kubwa, lakini ujenzi wa hospitali kubwa ya rufaa ya mkoa wa Njombe imejengwa awamu ya 6. Ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2020. Sawa. Nakushukuru sana, hongereni kwa hilo.
Hivi juzi mlikuwa na mkutano mkuu maalum wa chama taifa. Kuna mambo mengi sana yalijadiliwa, lakini ajenda kuu zilikuwa 3 za msingi. Mojawapo ikiwa ni kuzindua ilani mpya ambayo ni ya uchaguzi katika chama chenu ambayo ni ya mwaka 2025-30. Kwa tathmini tu ya awali, pengine ni mambo gani ambayo unaona kupitia ilani hii, endapo chama chako kikipata nafasi ya kushinda uchaguzi na kwenda kuisimamia serikali kwa miaka mingine 5, Watanzania watajivunia kwayo? Kwanza ifahamike, Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinakwenda kushika dola. Na kwa sababu tunafahamu tunakwenda kushika dola kutokana na kazi nzuri zilizofanywa kwenye ilani iliyopita, tuwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Njombe na Tanzania kwa jumla kwa kukiamini chama hiki kwa miaka 5 iliyopita. Okay. Kwa kweli Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa usimamizi wa chama chetu wamefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunapeleka yale tuliyowaahidi wananchi. Na kwa asilimia kubwa tunashukuru sana wananchi. Wamekuwa pamoja nasi. Kuna maeneo wametoa michango yao mifukoni, lakini kuna maeneo wametumia nguvu zao kufanikisha miradi ifanikiwe. Lakini wamelipa kodi ili tupate makusanyo, fedha ziende kwa wananchi. Lakini tunapoelekea sasa kwenye uchaguzi huu 2025, naam, ilani ya Chama cha Mapinduzi imejaa matumaini makubwa sana. Tunafahamu kuna maeneo huenda kukamilisha baadhi ya miradi na wananchi wangetarajia kukamilisha. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho tumezindua rasmi ilani ya uchaguzi kipindi cha miaka mingine 5. Okay. Ilani hii imejaa ahadi na matumaini makubwa ya chama kwa wananchi wa Tanzania. Kwa mkoa wa Njombe tunayo miradi ya kimkakati ambayo hiyo ni lazima tutekeleze. Miradi ya umaliziaji wa barabara ya zege ya Njombe Itoni Mbeo, mradi wa barabara ya Lupembe Madeke kwenda kule Morogoro, lakini mradi wa barabara wa Isonji kwenda kule Mbeya Makete, lakini tunayo miradi ya kimkakati ya umeme, mradi wa umeme wa maji mradi wa umeme wa Rumakali ambako kule Makete. Naam. Lakini tunao mradi mkubwa wa umeme wa Ruvuji. Lakini tunaamini kwenye ilani hii tumeeleza wazi kwa vipaumbele ndio ambavyo vimerahisishwa sana na waandaaji wa ilani kwa maana ya Chama cha Mapinduzi. Miradi mingi itafanywa kwa hiyo mikakati sawa sawa. Mapinduzi ni kuhakikisha kwamba tuna deliver yale wanayostahili wananchi. Nakushukuru sana mtazamaji, niko hapa na huyu ni Josiah Luoga, katibu mwenezi wa siasa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe. Tuko naye hapa kwa takriban zaidi ya dakika 30 hivi tukijadili mengi kuhusu siasa na maendeleo ya taifa letu, hususan katika mkoa wetu wa Njombe. Naam, tuendelee na sasa tuangalie miongoni mwa mambo ambayo yapo katika hiyo ilani mpya ambayo mmeizindua hivi sasa ni pamoja na swala la mpango mzima ambao wa kuzalisha ajira zenye tija zisizopungua milioni 8. Hii ni nukuu ambayo nimeitoa kwa mwenyekiti wa ile kamati ya maandalizi ya ilani Profesa Kitila Mkumbo. Wakati ilani ikianukuu hayo, katika hotuba ya mwenyekiti wa chama juzi katika mkutano mkuu alinukuliwa akisema kwamba si wajibu wa serikali kutengeneza ajira. Ikaibua mjadala kidogo, wengine wakihoji kwamba kama ilani inatuambia chama kiko tayari kutengeneza ajira zaidi ya milioni 8 na mwenyekiti anasema kazi ya serikali ambayo nyinyi endapo mkipewa nafasi ndio mtakwenda kuisimamia inasema si wajibu wa serikali kutengeneza ajira. Nini maana yake hii? Na je, kama ndivyo hivyo ina maana mwenyekiti wa chama ama serikali inapingana na wasimamizi wa ni ambao mliandaa hiyo ilani kwa ajili ya kuwasimamia waweze kutekeleza? Kama ifahamike, lengo kuu la ilani ya CCM kukuza uchumi na kuimarisha ustawi wa wananchi. Kuna vipaumbele 9 kwenye ilani yetu ya uchaguzi 2025-2030. Kipaumbele cha kwanza ni kuboresha mapinduzi ya uchumi ya kisasa. Ya uchumi wa kisasa, funganishi na jumuishi na kuunda jumuishi na shindani uliojengwa katika misingi ya kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini. Lakini kwenye swali lako, kipaumbele cha pili
kuongeza fursa za ajira kwa vijana, naam, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini. Ifahamike kwamba propaganda za kisiasa wakati mwingine huwa zinapoteza mlengo halisia wa nia iliyotaka kuzungumzwa. Naam. Hivi ni vipaumbele 9 vilivyopo kwenye katika ilani ya uchaguzi 25-30. Naam. Na kipaumbele namba 2 ni kuongeza fursa za ajira za vijana. Naam. Tumeona muda mwingi sana. Serikali yetu imetoa maelekezo kwa serikali zetu za mitaa kwa maana ya halmashauri zetu kuhakikisha wanatenga sehemu ya mapato ya halmashauri 10 ziende kwenye kuboresha ajira za wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo unaona kwa dhati Chama cha Mapinduzi kinadhamiria kuongeza ajira kwa vijana. Kwa mfano, tunasema kila kundi kijiunge na watu 5 ambao wataanzisha mradi, na mradi wao unaweza kufadhiliwa na halmashauri mpaka milioni 150. Lakini ofisi ya waziri mkuu inatoa fursa ya masomo kwa vijana kwenye shule zetu za VETA, kwenye vyuo vyetu vya VETA. Yote hii ni kuchochea vijana waweze kwanza kupata ujuzi, lakini baadaye wakajiajiri. Lakini unaona Wizara ya Elimu imeleta mfumo wa elimu amali, ili mtoto akisoma miaka 7 mpaka 12 awe na ujuzi, ili kama kufanikiwa kuwa mjenzi basi ni mkulima mzuri, kama kufanikiwa kuwa fundi mshonaji mzuri basi atakuwa ni mvuvi mzuri. Yote hii ni kuongeza wigo wa ajira. Kwa hiyo sasa ni siasa ziliamua kuingia hapo kwenye kutofautisha, lakini pengine ni kwamba Chama cha Mapinduzi kimedhamiria kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Inawezekana ni elimu za shule za msingi, naam, wenye elimu za sekondari, wenye elimu za kati na elimu za vyuo vya juu. Inawezekana chama kikawa na nia njema kabisa kama ambavyo umeelezea hapo, kutokana na ilani inavyojipambanua kwamba itakwenda kuandaa ajira zaidi ya milioni 8 katika sekta zile zilizo rasmi. Sasa swali liloibuliwa ni kutokana na hotuba ya mwenyekiti wa chama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kukuliwa akisema kwamba serikali si wajibu wake kuweza kuzalisha ajira. Sasa watu wengine wakahoji kwamba kama sivyo, kidogo tu swali liloibuliwa ni kwamba kama serikali si wajibu wake, Chama cha Mapinduzi kinatoa wapi hizo ajira milioni 8 iwapo serikali si wajibu wake? Tafsiri tu. Kijana huwezi kukaa nyumbani umelala kitandani na kutegemea kupata ajira. Naam. Ni tafsiri ni kwamba serikali haitakuletea ajira kitandani kwako. Okay. Nyanyuka, nenda katafute fursa. Tumesema sisi tutaandaa fursa za ajira kwa vijana. Tutatengeneza mazingira rafiki kwa vijana kufungua makampuni yao. Okay. Tutatengeneza mazingira rafiki kwa vijana kufanya biashara zao bila kutozwa kodi zisizokuwa na msingi. Tutatengeneza mazingira rafiki kwa vijana wa Kitanzania wakifungua makampuni ya ujenzi wapate fursa za kwanza kupata miradi kwenye serikali. Yote ni kutengeneza ajira. Kwa hiyo alichomaanisha mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni kwamba vijana mtafute namna ya kutafuta mazingira ya kupata ajira. Fursa tunatengeneza kama serikali, lakini hatutakuletea ajira nyumbani kwako. Okay. Hatutakuletea ajira chuoni kwako. Ukiwa chuoni tunao watu wanaofanya kazi wakiwa chuoni. Sawa. Tafuta fursa. Zipo na zinafanyika. Asante. Tanzania tuna miradi mingi sana. Tuna vitu vingi sana vya kufanya, lakini watu wameamua kutofanya. Umezungumzia swala la mikopo ya 10% ambayo inatengwa na halmashauri. Utakubaliana na mimi hapo nyuma kulitokea mushkeli kidogo, baadhi ya vigogo lakini hata baadhi ya watu wengine toka ndani ya Chama cha Mapinduzi wakitajwa kuhodhi ile mikopo na wakijinufaisha nayo, hali iliyopelekea hata serikali kusitisha kwa muda, lakini sasa imerejea tena. Mnatuaminisha vipi kwamba hii mikopo haihodhiwi tena? Hiyo ndio ujue ni umakini wa serikali yetu. Umakini wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hatukatai kwamba tuna wahuni, wapo baadhi ya wahuni wapo. Sasa serikali ilipowabaini iliamua kutengeneza utaratibu ambao wahuni wale hawatapata nafasi ya kuchukua mikopo. Kwa sababu ilifahamika kwamba sawa, vinaundwa vikundi fake.
na vinapata mikopo mikubwa. Badala ya mikopo ile iende kwa watu wanaolengwa, ikaonekana wanapelekwa watu ambao sio walengwa. Baadaye haidipiki. Okay. Na maana yake halmashauri za chini kuendelea kukopesha watu wengine ambao wana mahitaji. Sahihi. Ndio maana mfumo ukabadilishwa na sasa umekuja mfumo mpya na wananchi wameanza kunufaika. Okay. Kwa watu wa Njombe zaidi ya bilioni 6 zimetolewa awamu ya kwanza toka tufungulie mikopo kwenye mwaka wa fedha, kwenye kota ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025 2026. Sawa sawa. Umesoma vizuri ilani mpya 2025-30. Unaiona wapi Tanzania iwapo mkipata nafasi kwa mara nyingine ya kuisimamia serikali kutekeleza shughuli za maendeleo katika nchi kwa miaka 5 ijayo? Kwanza naiona Tanzania ni nchi inayokwenda kuimarika sana kidemokrasia. Na kwa kuwa demokrasia itaimarika, wananchi watapata nafasi ya kufanya shughuli zao. Kwa hiyo kimaendeleo, kiuchumi, naona taifa linakwenda kuimarika sana. Lakini kwa mtu mmoja mmoja, kwa madhubuti wa amani tulionayo ndani ya nchi yetu, mtu mmoja mmoja tutaenda kujiimarisha sana kiuchumi. Kwa maana yake ilani ya Chama cha Mapinduzi imebeba matumaini na ndoto ya Watanzania wote. Kwa miaka 5 tunaamini nchi yetu itaenda kwa sana kiuchumi na kidemokrasia. Inawezekana kidemokrasia tutakuwa tukigusa. Okay. Sawa sawa. Miongoni mwa misingi ya mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ni pamoja na kuziishi ahadi 10 za mwanatano. Tunakubaliana? Sawa. Mmekuwa mkiziishi hizo ahadi 9 za mwanatano, sivyo? Ndio. Nakubaliana na wewe. Nimesema nakubaliana na wewe kwamba mnaziishi. Kwa nini? Kwa sababu hivi juzi tu tumemwona miongoni mwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi Askofu Josephat Gwajima akiitumia vizuri sana ahadi hiyo namba 8 ya nitasema kweli daima fitina kwangu mwiko. Akaenda kuzungumza baadhi ya mambo ambayo bila shaka wote tunakubaliana kutokana na la polisi ambavyo lilitoa taarifa yenyewe kwamba vitendo vile ambavyo walivibainisha ni kweli vipo. Kwa hivyo wote tunakubaliana alichokizungumza ilikuwa ni ukweli. Lakini kukaibuka baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, tukaona pia bungeni watu wameibuka kwa wingi wakimshambulia kiasi kwamba ametenda kosa hivi. Sasa nikajiuliza sana, kosa lake ni nini hasa? Kwanza ifahamike kwamba hadi namba 8 utasema kweli daima na fitina kwangu mwiko. Utasema kweli daima wapi? Okay. Na nani? Kuhusu nini? Na kwa nini useme? Tukumbushe tu. Josephat Gwajima yeye kwanza ni mwanachama wa na ni mbunge. Lakini ni mbunge wa jimbo la Kawe. Naam. Lakini yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa. Ndani ya chama, okay? Na ni mjumbe wa Mwenezi Josaya, wakati huu ambao una kinadi chama kwamba mtashinda kwa 100%, ni wakati huu ambao upande wa pili kumeibuliwa ajenda ya no reform no election, kwa maana ya kwamba pasi mabadiliko ya sheria za uchaguzi pamoja na tume yenyewe hakutakuwepo na uchaguzi. Najiaminisha vipi? Kwanza ifahamike tu kwamba tume ya uchaguzi, sheria za uchaguzi zimebadilishwa. Kupitia bunge la Jamhuri ya Tanzania 2024. Kwanza kabla hatujaenda mbali, ajenda yenyewe ya no reform no election, unaiona hoja ndani yake? Ajenda ya no reform no election sio hoja. Okay. Reforms zimefanyika na uchaguzi utafanyika. Kwa mfano zipi zimefanyika? Manake wanasema katika mambo mengi ambao walipendekeza yote yalipigwa chini kwa lugha ya kisasa, vijana wanasema hivyo. Unajua ni shida ni kwamba walifanya mapendekezo wakidhani nchi haiendeshwi kwa mujibu wa sheria. Okay. Nchi hii inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Kwanza ilikuwa ni tume sio huru. Bunge la Jamhuri ya Tanzania 2024 imebadilisha tusema tume huru ya uchaguzi. Okay. Walisema wangetamani watumishi wa serikali wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Wakihofia labda Chama cha Mapinduzi
ingewatumia hao kupata ushindi. Ninyi nyote ni mashahidi. 2015 hao watumishi wa serikali walikuwa wasimamizi wa uchaguzi na wabunge zaidi ya 79 wa Chadema walipata na utangazwa kwa Naam. Kwa wabunge. Sahihi. Kwa reforms zimefanyika za kutosha na uchaguzi utafanyika. Kwa sababu uchaguzi sio takwa la Chama cha Mapinduzi. Uchaguzi ni takwa la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila baada ya miaka 5 unatakiwa kupata viongozi watakaoendesha nchi. Okay. Watoke chama tawala, watoke vyama vya upinzani. Tunayo majimbo mpaka sasa yanaongozwa na vyama vya upinzani. Wanapata huduma sawa sawa na majimbo ambayo yanaongozwa na Chama cha Mapinduzi. 2015 2020 tuna majimbo mengi zaidi ya 79 yalikuwa yanaongozwa na vyama vya upinzani, lakini yalipata huduma sawa sawa na majimbo yaliyoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Mfano, kwa sasa mkoa wetu wa Njombe tuna kata 4. Kata 3 ziko chama cha Chadema. Kata 1 iko ACT Wazalendo. Wanapata huduma sawa sawa na kata zote zinazoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Sisi Chama cha Mapinduzi tunaamini reforms zimefanyika na tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu tukiwa kwanza tuna mambo ya kuzungumza kwa wananchi tuliowatendea na kuwashukuru kwa kutuamini kwa miaka 5 iliyopita. Na tumeyatenda mambo yanayoonekana kwa wazi na dhahiri kwenye maeneo yao. Kama ni shule za sekondari zimejengwa kwenye kata, kwenye wilaya kadhaa, kwenye kata kadhaa, kwenye vijiji vinavyoonekana na kwenye ubalozi unaoonekana. Na ni kwenye kitongoji kinachoonekana. Kwa wananchi wanaziona, wanazigusa na wanazitumia. Kama ni vituo vya afya, Chama cha Mapinduzi tumevijenga kwenye maeneo yote ambako kulikuwa na mahitaji na wananchi wanaviona, zahanati zinaonekana, miundombinu ya umeme imekwenda mpaka kwenye maeneo ambayo hayakutarajiwa kufikiwa na miundombinu ya umeme. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi, utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025 imekwenda karibia vijiji vyote vilivyo navyo 381 kwenye mkoa wetu wa Njombe. Mitaa yote 82 ya mkoa wetu wa Njombe ina umeme, ina maji, ina shule, ina zahanati, ina barabara, ina kila kitu. Kwa hiyo tuna mambo ya kwenda kuyazungumza, lakini tunapeleka matumaini mapya kwa miaka mingine 5. Na Chama cha Mapinduzi tunajiandaa kwa dhati kuwapelekea wananchi wa Chama cha Mapinduzi na wasio Chama cha Mapinduzi wagombea wenye sifa, wenye uwezo wa kupeleka mawazo kwenye vyombo vinavyohusika na maamuzi, wenye uthabiti wa kutekeleza majukumu kwa wananchi, walio tayari kufanya kazi za wananchi. Madiwani tutahakikisha tunateua madiwani wenye sifa zinazostahili, waaminifu, waadilifu, wanasema kweli, wachapa kazi na wanakubalika kwa wananchi. Sawa. Wabunge hali kadhalika tuna majimbo 6 mkoa wa Njombe. Tuna uhakika wabunge watakaoteuliwa ndani ya Chama cha Mapinduzi kukiwakilisha chama chetu kupata ridhaa ya wananchi watakuwa ni waaminifu, waadilifu, wa kweli, wenye kukubalika kwa wananchi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi tumejiandaa kwa dhati kwa ajili ya uchaguzi. Na tayari ratiba ya vikao vya ndani ya Chama cha Mapinduzi imetoka. Tutafanya uteuzi ndani ya chama, tutafanya mchujo ndani ya chama, kuwapata wagombea wenye sifa na walio tayari kuwatumikia wananchi kama tulivyoahidi kwenye ilani ya uchaguzi ya 2025 2030. Kwa hiyo sisi tunaamini uchaguzi utafanyika. Sasa kama kuna chama kinachoamini hakitashiriki uchaguzi, tuna vyama vya kisiasa ndani ya nchi yetu 19. Actually sio kushiriki, ni kuzuia zoezi lenyewe zima la uchaguzi. Uchaguzi tumesema upo si kwa matakwa ya Chama cha Mapinduzi au chama cha ACT Wazalendo au Chadema, au ni takwa la kikatiba. Sahihi. Hata demokrasia iliyopo ndani ya nchi yetu ni takwa la kikatiba. Kwa hiyo katiba yetu, musahafu wetu, sheria mama ya nchi yetu inaelezea wazi baada ya miaka 5 uchaguzi utafanyika. Na hakuna kipengele kinachoeleza chama X kina uwezo wa kuzuia uchaguzi. Kwanza sawa sawa. Hawataweza kufanya hivyo.
na halitawezekana, na hilo limeshashindikana kabla hata uchaguzi wenyewe. Umezungumzia swala la demokrasia mara kama ya 3 sasa bila shaka nimekunukuu, na awali nilikuuliza ukasema una kupitia ilani mpya ambayo imepitishwa hivi juzi tu kwamba unaona kukua kwa demokrasia kwa kiasi kikubwa sana kwa miaka 5 ijayo. Ni wakati huu mwenezi ambao tunashuhudia baadhi ya viongozi wa vyama mbadala wakikamatwa na kuwekwa ndani, wengine wakisulubishwa kwa namna tofauti tofauti. Watu wanajiuliza demokrasia gani hii ambayo unaizungumzia kwamba itakuwa ikiwa bado kuna shuhudiwa purukushani baina ya vyama mbadala na si chama tawala. Lakini ifahamike kwamba hakuna uhuru sio na mipaka. Hakuna demokrasia sio na mipaka. Sahihi. Wewe una uhuru wa kwenda nchi popote, lakini una uhuru wa kwenda nyumbani kwangu, chumbani kwangu. Ukiona kuna mke wangu unanifanyia makosa. Sahihi. Kwa hiyo hakuna demokrasia sio na mipaka. Demokrasia ni pamoja na kuzungumza mustakabali wa taifa. Si kutukana. Okay. Na mimi kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi siwezi nikakaa kwenye podium na mic nikitukana kiongozi wa chama X au nikihamasisha wanachama wa Chama cha Mapinduzi wamtukane kiongozi X. Sio demokrasia hiyo. Sahihi. Demokrasia tungetamani tupate mawazo mbadala namna kuendesha nchi. Na ndio maana tunapewa ground sawa. Wanaitisha mikutano yao au vyama mbadala vizuri mno. Na kuna naye wazuri. Ila wanakwenda kuzungumza nini? Ndio pale sasa inaanza hoja. Nini alizungumza kwenye jukwaa? Okay. Sasa kama unazungumza kiwango cha kutweza utu wa mtu mwingine, hilo ni tatizo. Ni tatizo kwenye demokrasia. Sawa sawa. Tungetamani nchi yetu iende kwa misingi ya amani na utulivu. Na utulivu, sahihi. Twende kwenye utulivu kabisa. Nenda jukwani waambie CCM kufanya moja, mimi nikija nitafanya 2. Nenda kwenye jukwaa akaseme Daktari Samia Suluhu Hassan kama rais ya kutekeleza hili, mimi natekeleza hili. Uza sera zako. Ambayo Chama cha Mapinduzi pia mmekuwa mkifanya hivyo. Sisi Chama cha Mapinduzi ndicho tunachokifanya. Okay. Na ndio maana hata kwenye ilani zetu tunaandika yale yanayotekelezeka. Yasiyotekelezeka tuwezi kuyazungumza. Ndio maana nimesema kuna vyama 19 vya uchaguzi. Hatuna chama, hata CCM yenyewe haina uwezo wa kuzuia uchaguzi kwenye nchi. Sawa. Kwa sababu CCM ni chama cha kisiasa kama vilivyo vyama vingine. Haina uwezo wa kuzuia uchaguzi ndani ya nchi. Yaani hakuna chama cha kisiasa ndani ya taifa la Tanzania chenye uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike kila baada ya miaka 5. Kwa hiyo kwa maelezo yako ni kwamba kauli ndio ambazo zimekuwa zikiwaponza na kuwaingiza matatizoni baina yao na vyombo vya usalama. Asilimia 100. Sawa. Sababu tungetarajia walete mawazo mbadala. Wapinge Chama cha Mapinduzi kwa sababu chama tawala na serikali yake. Walete mawazo mbadala ya kuleta maendeleo kwenye taifa. Tumeona mataifa mengi yamechukuliwa na vyama vya upinzani kwa sababu walipeleka mawazo mbadala. Lakini si kuzuia uchaguzi. Sawa. Nakushukuru sana. Tunaelekea tamati ya kipindi. Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Wakati huu ambao tupo ukingoni, ni kusihi tuendelea kushiriki na ndugu jamaa na marafiki matangazo haya, lakini pia usisahau kusubscribe ili kuhakikisha kwamba unakuwa kwanza kupata taarifa zetu. Hii ni Njombe TV, mimi ni Dickson Kanyika, Halo TV pamoja na Digital News. Tunakusogezea matangazo haya. Niko na Josiah Luoga, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe. Wakati huo sasa mwenezi ambao tunashuhudia huku upande wa pili wanasema hatutazuia uchaguzi kwa maana uchaguzi hautafanyika kutokana na kile wanachokieleza kwamba watauzuia uchaguzi. Nyinyi mnasema tutakwenda kushiriki uchaguzi na tutahakikisha uchaguzi unafanyika. Mtanzania wa kawaida anashindwa, yuko mguu upande sasa. Kwanza niseme tu hakuna Mtanzania ambaye yuko mguu upande. Haipo. Sababu tume huru ya uchaguzi inaendelea na maandalizi. Na wewe umekuwa shahidi. Mwezi wa kwanza tarehe 18 mpaka tarehe ngapi 20 kitu mwezi wa kwanza kwa watu wa Njombe umeungana na mikoa yote nchini Tanzania. Watanzania wa mkoa wa Njombe wameuisha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Na wamejitokeza kwa asilimia zaidi ya 90. Okay. Lakini huu mwezi wa 5 tarehe 1 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5 ndio pita juzi kati hapa. Naam.
awamu ya pili ya kuhuisha taarifa za wapiga kura zoezi limefanyika. Okay. Kwa hiyo hakuna Mtanzania ambaye yuko dilema juu ya uchaguzi mkuu. Watanzania wanajiandaa na wana vichinjio vyao kwa ajili ya kupiga kura. Lakini Tume Huru ya Uchaguzi imeendelea na maandalizi yake kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi na taratibu za uchaguzi. Okay. Na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maandalizi yameendelea kufanyika na mpaka sasa maandalizi yanaendelea. Okay. Hatua zote za kufikia uchaguzi mkuu Oktoba 2025 zinafanyika. Kwa hiyo hakuna Mtanzania ambaye yuko dilema. Okay. Wananchi wote sasa hivi wanaendelea na hatua za uboreshaji wa taarifa zao kwenye daftari la kudumu la mpiga kura ili watende haki yao, wapate haki yao ya msingi ya kikatiba, kuchagua viongozi wanaowataka kwenda kuwakilisha kwenye vyombo vya kimsingi. Asante Mwenezi. Wabunge, rais. Tutulie hapo hapo. Wakati huu ambao una haya tusaidiane jambo hili, ama wote kwa pamoja tunakubaliana kwamba siasa ni uwanja mpana ambao unaruhusu sera kuweza kunadiwa pamoja na fikra, alafu sisi wa Tanzania tunapata nafasi ya kuchagua kwamba huyu anatufaa, huyu hatufai. Kwa mujibu wa sheria za uchaguzi zilizopo hivi sasa, unaona zikitoa nafasi hiyo kwa wananchi kuweza kumchagua mtu ambaye wanamtaka, kwa maana ya kwamba kwa mujibu wa sheria zilizopo, unaona zikiwezesha viongozi wengine walioko katika vyama mbadala kupata nafasi ya ushindi. Ndio maana hata kabla ya tume jaza kufanya majukumu mengine yote, hata maboresho yaliyofanyika kwenye sheria ya uchaguzi, vyama vya siasa vilikuwa ni wadau namba moja wa tume ya uchaguzi. Kwa hiyo kuna mwananchi atasema hajapewa platform sawa na mwananchi mwingine, kwa sababu either anatokea chama X. Wanachama na wananchi wa vyama vyote wanapewa platforms, na ndio maana tunataka kuelekea uchaguzi kwenye maeneo ambayo of course maeneo yote vyama vya siasa vilivyosimamisha wagombea, tutakaa mezani kupanga ratiba za kampeni za kunadi sera zetu kwa wananchi. Kwa hiyo kila chama kina fursa sawa ya kunadi sera zake kwa wananchi, na wananchi wana fursa sawa kuwasikiliza wanaonadi sera zao, na wataamua ni nani wanadhani ana uwezo wa kusimama kama kiongozi wao. Nimekwambia tuna baadhi ya majimbo mpaka sasa yako vyama vya upinzani. Maana yake ni nini? Walipigiwa kura na Watanzania walioamini sera za kiongozi wa chama rafiki zina manufaa zaidi kuliko chama kingine. Okay. Kwa hiyo platform ya kunadi sera zetu kama vyama vya siasa, wakati ukifika kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi, kila chama kina fursa sawa, na ndio maana kwenye kila hatua ya maendeleo kuelekea uchaguzi, kila chama kina fursa sawa ya kutoa maoni na kuona uelekeo wa kwenda kwenye uchaguzi. Ndio maana hapa katikati kuna chama kimeamua kwa sababu ya kutokuwa na maandalizi thabiti na migogoro kadhaa walionayo ndani ya chama, wameamua sasa uchaguzi usifanyike. Mimi nawaambia wananchi na wanachama wa mkoa wa Njombe, twendeni kwenye uchaguzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi na tunawaomba wakiamini chama chetu, na tunakwenda kushinda, na tunaamini watatupatia kura za kishindo sana ili kuhakikisha tofauti na miaka mingine yote ambayo tumepita kwenye uchaguzi kwenye nchi. Asante. Ndio. Ilani ya uchaguzi ya 2025 ilikuwa na kurasa takriban 300, si ndivyo? 303. Ya sasa hivi na kurasa 77. Ama tofauti kubwa sana hapa. Ni kwamba mambo mengi yamekwisha fanyika, hakuna tena uhitaji ama nini? Hapana, ilani hii ilani ya 2025 kwenda 30. Ilani mama ina kurasa 77. Okay. Lakini tuna ilani mikakati. Ilani ya mikakati miradi itakayotekelezwa. Okay. Kuna yenyewe ina kurasa na yenyewe ina kurasa 100. Okay. Na kurasa 100. Lakini mwenyekiti wa CCM taifa ametoa maelekezo kamati ya ilani kwamba waandae ilani ndogo ya kila mkoa. Kwa hiyo ilani ya uchaguzi mwaka huu imekuwa very simplified. Okay. Ili kila
mkoa uwe na mambo mahususi ya kipaumbele kufanywa kazi, ahadi kwa wananchi zitakazofanywa kazi kwenye maeneo yao. Kwa hiyo ilani hii ya mwaka huu tumegawanya katika vipengele vitabu vidogo vidogo ili kuhakikisha kwamba inafafanuliwa kwa kiwango. Unaona ikitoa urahisi kwenye utekelezaji wake? Yes, kwa sababu tunakuwa na maeneo specific ya kuyafanyia kazi na kuyafuatilia na kuhakikisha serikali inatendea kazi ili kuhakikisha wananchi wanapata stahiki zao kadri ya maeneo. Nakushukuru sana mwenezi. Josiah Luoga, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, nilikuwa naye hapa kwa takribani dakika zaidi ya 30 hivi tukijadili mambo mengi sana yanayohusu maendeleo ya nchi, lakini vile vile siasa ya Tanzania. Mwenezi, wakati huu ambao tunahitimisha, niruhusu nikutanie. Umezungumza mambo mengi sana, lakini nikuulize swali dogo tu alafu nisaidie majibu yake. Hivi leo Simba na Yanga zikiwa uwanjani wanacheza, alafu bodi ikateua mwamuzi ama refali wa mchezo awe kati ya watu hao wawili, Ali Shaban Kamwe msemaji wa Yanga ama Ahmed Ali msemaji wa Simba. Kati ya hao wawili mmoja wapo achezeshe ule mchezo. Wewe ukiwa mmoja kati ya wamiliki wa timu hizi mbili, upo radhi kupeleka timu uwanjani? Inategemeana na sheria za bodi ya mpira. Asante sana. Nakushukuru. Tulikuwa na mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Josiah Luoga, mimi ni Dickson mtazamaji. Asante sana kwa kushiriki nasi, usichoke kuendelea kutufuatilia Njombe TV, Halo TV pamoja na Dickson News Tanzania. Tukutane wakati mwingine kikaoni. Kwa heri.